Kwa mtazamo wako, hawa wachache ambao wameorodheshwa, unaona kuna nafasi ambayo wengi wanawatazama? Katika wote ambao wanatajwa, ukitazama wote of course wana sifa na haiba tofauti, lakini kimsingi ni kwamba katika dhana nzima ya kuweza kuchagua viongozi tunaangalia vitu vya msingi vitano. Cha kwanza tunaangalia mtindo wa kiongozi husika, kwa maana kwamba style ya kiongozi. Cha pili tunaangalia muundo wa kiongozi ambao kimsingi atakuja nao. Cha tatu tunaangalia mahitaji husika kipindi husika. Cha nne tunaangalia mikakati gani ambayo inamfaa nani kuweza kutekeleza shughuli za kila siku lengo kufikia malengo ya serikali. Lakini cha tano tunaangalia namna gani ilani ya chama husika kinaweza kuakisi na kuweza kumpa mtu ambaye ataendana na mikakati, mipango na malengo ambayo kama chama kiliomba na kuweza kuunda serikali na kuweza kuhudumia wananchi. Kunaamini kwamba katika sifa hizo tano, kutokana na sayansi ya siasa, itaweza kutegemea namna gani kiongozi huyu anaweza kuweza kupewa nafasi ambayo anaweza kuendana na kuakisi mipango, mikakati, muundo, mtindo, hata haiba ya kiongozi husika. Kwa hiyo vitu vyote hivyo kitazama vimekuwa vikijengwa au vinajengwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Of course watu ambao wanatajwa wanapewa nafsirishwa na hivyo vitu, kwa sababu kwa mfano Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Dutu Biteko ni kiongozi ambaye amekuwa naibu waziri mkuu. Kunaweza kusema kwamba kuna dhana succession plan, kiongozi ambaye kwamba aliandaliwa kuja kwa majukumu makubwa zaidi. Hivyo tumeshuhudia viongozi mbalimbali kina Simba Chawene ambao wanatajwa kama ni viongozi ambao wamekuwa na uzoefu mkubwa serikalini. Kwa hiyo majina ya watu kutabiri au kuzungumza ni kawaida kwenye mfumo wa kisiasa au kwenye zama nzima za nchi za kidemokrasia.